Hatuwezi tukawa na taifa ambalo hatujui mwafaka wake ni nini. Yaani sasa hivi kila sehemu kinatumika mabavu. Mahakamani tunashindana kwa hoja, hatushindani kwa mabavu. Nimeona waandishi muda ule mnaniuliza swali la kwamba hivi ile ipoje kitendo cha wakili wa serikali kumrushia ngumi wakili wa upande wa utetezi. Kwanza unajiuliza hivi huyu ni wakili? Kwa wanaojua maadili ya uwakili, huyu ni wakili? Wakili anarusha ngumi? Kwanza anapata wapi nguvu ya kurusha ngumi? Kitendo tu cha yeye kuonyesha anarusha ngumi hakufaa yule kuwa wakili. Hicho tu kina disqualify kuwa wakili. Ukisoma kanuni za kitaaluma za mawakili za mwaka 2018 zilizotungwa na chama cha wanasheria wa Tanganyika, haziruhusu wakili kufanya misconduct ikiwemo hiyo ya kupigana. Okay, ukiachana na hiyo tu, kanuni ya adhabu sura namba 16 inasema kwamba ni kosa la jinai kupigana hadharani. Sasa wakili anajua ni kosa la jinai, lakini pili ni kosa la kimaadili, anarusha ngumi mbele ya mahakama. Sasa ndio maana nasema tutaona namna gani mahakama imepokwa ule wivu wa utukufu wake. Mahakama haina ule wivu wa kimamlaka tena. Leo vitu vinafanyika mahakamani kienyeji tu. Wakili wa serikali anarusha ngumi. Sasa sio vitu vya kawaida. Leo hii mahakamani vitu vinafanyika, askari magereza anamchukua mtuhumiwa au anavutana naye pale anagomba. Sio taratibu za mahakamani. Mahakamani tunategemea ni sehemu ambayo tunajua sheria na kupata miongozo. Sasa kama imegeuka hivyo, kwa hiyo mimi naweza nikasema kanuni za kitaaluma za mawakili za Tanganyika za mwaka 2018 zimeeleza mienendo ambazo zinapaswa wakili afanyiwe taratibu gani mpaka kuja na kosa kama lile kwa wakili wa kawaida anaondolewa katika register ya mawakili. Sasa yule ni wakili wa serikali, anasimamiwa na kanuni za nidhamu za mawakili wa serikali ambazo zimepitishwa chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mwaka 2018. Kwa hizo kanuni zipo. Sasa tutajiuliza na tutakuwa mashahidi tuone atachukuliwa taratibu au sheria taratibu za kinidhamu. Ile ni misconduct, imeonekana mbele ya umma, mbele ya vyombo vya habari. Mtu ana misbehave, hata kama kulikuwa kuna tofauti, inconsistency yote mbele ya mahakama, inabidi kuomba mwongozo. Lakini kitendo cha kurusha ngumi tunajiuliza anapata wapi ngumi? Kwa ndugu waandishi wa habari, mimi niseme tu kwamba umma umepoteza imani na muhimili wa mahakama. Tusifiche wala tusipepese macho. The public trust to the judiciary has been diminished. Yaani ile hali ya watu wa umma kuamini mahakama imepungua. Watu hawana imani na mahakama zetu Tanzania kwa vitendo ambavyo vinatokea na ambavyo tumeviona nyuma. Watu hawana imani na mahakama. Sasa kama mahakamani ndo tunaenda kujifiti, tutakumbuka hata nyuma kuna watuhumiwa walikuwa wanaachiwa kwenye kesi za jinai. Anapokuwa ameachiwa anatembea, akifika mbele polisi wanataka kumkamata, anarudi mahakamani. Ndio sehemu salama ya kukimbilia. Leo hii utakimbilia mahakamani. Tulishaona yaliyomkuta mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema, wakili Mainyila. Yuko kwenye viunga vya mahakama, lakini alipokamatwa ni kama vile niseme, yani kama kibaka. Inaonekana amevamia kwenye mkutano. Tena amevaa bibu, yani amevaa bibu ambacho ni kitambulisho cha kwamba huyu ni wakili. Bibu ina maana kubwa sana kisheria. Sasa polisi wale ambao unakuta elimu zao hawa renki ya kawaida, hajui chochote, hajui maana ile bibu, anadhani labda pambo lile labda ni nguo ya harusi au nini ile spishera. Ile ina maana kubwa sana kisheria. Wanaposema noble profession inabeba vitu vingi. Na ukienda kwenye common law zile nchi zingine wanavaa na wigi kabisa, wigi leupe kichwani. Ina maana yake nayo kubwa sana. Wigi ina maana, bibu ina maana, na ile joho lina maana. Lakini akija tu anachukulia kwamba amevaa tu, anajua kama ni vazi la graduation ile joho au nini. Au ile bibu amechukulia tu ni kama katai tu amevaa. Kosa kubwa sana kwa hata kwa jamii za kimataifa. Ni kitendo cha aibu sana. Kwa tulitegemea, hata tumeona chama cha mawakili Tanganyika TLS wameweza kufanya engagement na jaji mkuu kwamba hatua za haraka zichukuliwe. Sasa mimi na wewe hatujui hatua gani zitachukuliwa, lakini kitu kama kile Watanzania wanahitaji pia
kuona kile kitendo kinakemewa, at least basi kuwafuta watu machozi kwamba kile kitendo kilichofanywa kikemewe. Yaliyofanyika Kisutu tuliyaona, watu walipigwa sana, wameumia, akina Pambalu na wengine tunapaka saizi wana majeraha, wanauguza, wengine wamepata ulemavu, kisa tu kwenda mahakamani. Hakuna statement iliyotolewa ya kukondem au kulaani kile kitendo mpaka leo hii tunazungumza. Basi watu kifanyika vitendo kama hivi kwenye mihimili ya mahakama au hata nje ya mahakama, hata hivi vitendo vya utekaji kila kukicha vinatokea, itokee basi hali ya kukemea kile kitu kutoka kwenye mamlaka. Yaani haya masuala ya kusema upelelezi unaendelea vingine mpaka na kesho.